kila mtu anapaswa hamiliki ardhi. Haijataja kama mwanaume peke yake au mwanaume peke yake, mwanamke peke yake. Unamiliki kivipi? Aidha kwa kununua, unaweza ukanunua kwa mtu binafsi au ndani ya serikali. Unaweza ukamiliki kwa kurithishwa, watu wengine wanawake wamiliki kwa wazazi wao. Unaweza ukamiliki kwa kupewa zawadi. Umeolewa, umepewa zawadi. Au baba yako, au mzazi, au mpenzi anaweza akakupa ardhi ukamiliki. Kwa namna yoyote ile, umiliki, mwanamke yuko hana haki sawa ya kupata, kutumia, kumiliki ardhi sawa na mwanamume. Kwa hiyo, sera ya taifa ya ardhi inasisitiza sana juu ya haki sawa kwa mwanamke na mwanaume katika kumiliki ardhi. Kwenye sheria za nchi yetu, kwa mfano sheria ya ardhi namba 4, sura ya 113, inatoa haki kwa mtu yoyote kumiliki ardhi maadamu ana sifa stahiki. Ukija sheria ya ardhi na vijiji, sura ya 114, sheria ya ardhi na vijiji namba 5, nayo pia inatoa ruksa kwa mtu yoyote kumiliki ardhi, kwamba maadamu una sifa, ni umenunua, ni umerithishwa, ni ardhi yako kihalali, unaruhusiwa kuimiliki. Lakini sasa kwenye familia, tunapokuja kwenye familia, yale ni makubaliano ya familia. Kama nilivyosema tangulizi wa kwanza, mimi na mume wangu tunaweza tukaamua tukanunua ardhi kwa pamoja, tukaimiliki kwa pamoja, kwa majina yetu yote kuonekana kwenye hati. Lakini unakuta kuna mwanamke mwingine labda huko nyuma kabla hajaolewa alinunua ardhi yake, akaamua amilikishwe yeye mwenyewe. Na unakuta mwingine ndani ya ndoa, kwa kutokana na sababu tofauti sasa na maamuzi ya familia, unakuta kuna familia zingine wana property za pamoja, wana mali za pamoja, lakini unakuta pia mwanamke ana mali zake, mwanaume ana mali zake. Kwa pale mwanamke ana uhuru wa kuamua kwamba mimi ardhi yangu nitaimiliki kwa majina yangu mwenyewe, au nitamilikisha labda watoto kwa wakati huo hawajafikisha miaka 18 nikawa msimamizi. Kwa hiyo ni maamuzi ya mtu, lakini tunashauri pia kwamba inapokuja swala la familia ni vizuri wanandoa wakamiliki ardhi kwa pamoja au mali zao kwa pamoja, kwa sababu leo kesho labda wewe haupo au baba hayupo, ile ardhi inaweza ikasababisha changamoto, kwa sababu pengine wewe wakija kuangalia kwenye ile hati miliki, tunaita title deed, jina lako halionekani. Kwa mwisho siku unaweza kukuta labda inaibuka mgogoro wa familia ya mwanaume na mke au familia ya mwanamke na mume. Kwa tunawashauri kama ni familia wamiliki kwa pamoja. Huko zamani mila, yani watu wamekaa wakijua kwamba mwanamke hapaswi kumiliki, wanaomiliki ni wanaume tu. Hasa sisi tunapozaliwa manyumbani kwetu, unakuta huko mila zetu ni mila tofauti, kila watu na makabila yao. Unakuta wazee wa zamani anajua siwezi kumilikisha mwanamke kwa sababu si anaenda kuolewa, na kiolewa si anaenda kumiliki na mume wake. Lakini mwisho wa siku na huko anakotegemea binti yake anaenda kumiliki, kumbe na yeye unakuta hana mke mmoja wala wawili wala watatu. Kwa hiyo umiliki wa ardhi umekuwa ukienda, mwanamke anajikuta yuko katikati, hajamiliki kwao, hata kwa mwanamume hajamiliki. Kwa hiyo kuna mila ambazo zimekuwa kandamizi huko nyuma, lakini sasa hivi watu wameenda wanaelewa, lazima upate wanaita consent, ridhaa ya mwenzako. Yaani kama kwa mfano tuna title deed, hata kama unataka kwenda kukopa, lazima ridhaa ya mwenzako ionekane. Tuna majina mawili yanasoma, la kwangu na la kwako. Wewe mwanaume unataka kukopa, lazima mimi ridhaa yangu ionekane. Mimi mwanamke nataka kukopa, lazima wewe ridhaa yako ionekane kwenye hiyo taasisi. Yaani zile yani interest, yani hata kama wewe umenunua peke yako, lakini mimi si nimekaa nimeendeleza, nimetumia muda wangu, nimetumia nguvu zangu, pale tayari nina interest kwenye hiyo property. Hata kama umeoni peke yako na share, tayari mimi nimeshakuwa na interest pale. Na hata kama utaenda kinyume kwenda kufanya, kwa mfano tuna mgogoro, wewe umetaka kwenda kuuza, mimi naweza kuja nikaweka zuio kwa sababu nina interest pale kwenye ardhi yako, hata kama wewe umesajili peke yako, provided hiyo inaitwa ni matrimony home, yani tunaishi pamoja kwenye hiyo ardhi na tumekaa pamoja, tumezaa watoto ni zaidi ya miaka 2, 3, uzuri na cheti cha ndoa kipo, tayari nina direct interest. Wewe huwezi kufanya kitu chochote bila concept yangu mimi. Lazima unishirikishe na niridhie.
na hata kama ni mimi nataka kufanya chochote, lazima wewe mwanaume uridhie. Hata zile nyaraka zote za mwanasheria utakazoenda kutengeneza, lazima atakuuliza hiyo consent ya mwenzako, mpaka utakapokana kwamba mimi sina ndoa au nini, na wewe utaleta kiapo chako kwamba mimi sina ndoa yoyote. Hapo ndo tunaweza tukasema haya, sasa tunaweza kuendelea na mchakato wako, unauza au unafanya chochote, lakini umeweka kiapo cha kutuambia wewe hauna. Lakini hakitokea mtu na akasema ni mke wako, tayari lazima tumsikilize. Kama nilivyosema, haipendezi. Watu familia kwanza, hata makanisani sio nahubiri kila siku amani. Ndio sosi. Yaani watu hivi hali zipo tu, sisi tumezaliwa tumezikuta, na walioanza nazo hawako nazo sasa hivi. Kwa hiyo watu watamani tu kumaliza migogoro yao huko wenyewe kwenye familia zao. Unakuta mtu ni shamba tu la ukoo, wameacha wazee, mababu na mababu. Sasa wewe umekuja kuolewa, unaanza mgogoro, unakuchukua miaka 10, unakufa, unaacha migogoro, mwisho familia hazielewani. Tunatamani familia kwanza watu waelimishane, waone haja ya kumaliza masuala yao bila hata kuendelea mbele na migogoro. Haipendezi kabisa kwenye jamii. Lakini pia kwenye si ndoa zote zinaanza na wanafika mwisho. Kuna watu wanaishia katikati, sio wote wanamaliza wanafika mwisho wa ndoa zao. Kwa pia ziko sheria, kwa sababu kuna wengine kwenye usuluhishi labda inaweza ikashindikana. Na ndio hapo kuta wanawake wengi bado wanapoteza haki zake kwa sababu tu inaonekana labda ardhi alinunua mwanaume, wewe ulikuta labda ndugu yetu ana ardhi lakini mwanamke alishiriki, kwa sababu hata sheria zinatambua kwenye familia kuna mchango wa mali na usio wa mali. Mwanaume anaweza kanunua ardhi, mwanamke akalea familia, akatunza, akasaidia kuendeleza. Kwa hiyo mwanamke sio kwamba anapoteza haki. Tunaelewana hapo. Kwa hiyo hapo pia kuna sheria zipo. Kuna sheria za ndoa ambazo zinaipa mahakama haki ya kugawa mali. Kwa hata kama mwanamke labda alikuta ardhi ipo, ile ardhi ikaendelezwa wakiwa ndani ya ndoa, inatambulika ni mali ya familia. Kwa mahakama inaweza kaingilia hapo kutokana na zile sheria. Kuna sheria za ndoa, kuna sheria za ardhi ambazo inaipa mahakama haki ya kugawa mali kulingana na mchango wa kila mmoja ndani ya familia. Kwa kwenye huo mchakato wataangalia wakati mkiwa pamoja mlichangia, yani hivi vitu vilipatikanaje, kwa namna gani, mchango wa kila mmoja ulikuwaje. Mwisho wa siku kila mtu anapata haki yake. Inaweza katokea labda kama ni ardhi labda ikatoka amri iuzwe, mgawanyo ugawanywe 50 kwa 50, labda ikatokana labda kwenye masuluhisho ikagundulika kwamba basi mali hiyo ya watoto. Kwa ziko njia nyingi, sio kwa sababu si kila mtu sio kila mtu atamaliza changamoto za ardhi kwa kusuluhishana. Tunaona kesi nyingi zinashindwa kufika kwenye usuluhishi kwa sababu mpaka ndoa inavunjika, ina maana tayari hapo kuna changamoto kwamba mpaka imeonekana kabisa kwamba hatuwezi kuishi pamoja. Haiwezi kashindikana kuishi pamoja afi ikaja kwenye issue ya mali mkakubaliana. Sisi tunaelewana. Kwa ziko njia nyingi. Kwa mwanamke asikae mnyonge akaona kwa sababu mimi niliolewa nikakuta labda ardhi au nini. Ziko haki zako. Kwa kukaa kwenye hiyo ndoa ni miaka 5 ni 10, mmezaa watoto, umelea. Kuna haki zako za msingi zipo. Na ukienda kwenye hizo hatua za sheria ambazo amesema mwenzangu zinazoanzia kwenye usuluhishi, mabaraza ya kata, kuna hatua mbalimbali. Kwa kuna wengine wataishia kwenye usuluhishi, kwenye baraza la kata, kuna wengine wataishia baraza la ardhi la wilaya, lakini wapo watakaoishia mahakamani. Zaidi tupate hati miliki. Hati miliki zitatusaidia mambo mengi. Kama ile Samia Ardhi Clinic, wanawake wengi tuliwapa hati, wasiende kuziweka kwenye masanduku na wakaanza kuhangaika huko kwenye mikopo umiza nini. Unaweza ukapeleka ile hati yako kwenye taasisi ya kifedha ya benki, watakushauri kwa ndani haraka na ukajipatia mkopo kwa kutumia hati yako ile ile. Unaweza ukakopesheka ukajiinua kiuchumi kwa kutumia hati yako, ili mradi uwe mwaminifu kwenye taasisi hiyo ulioenda. Unaweza ukajikwamua mambo mengi kwa kumiliki ardhi mwanamke. Kwa hiyo wale tuliowapa hati tunawakumbusha wasiende kuziweka kwenye masanduku, wazitumie ziwainue. Wana fursa kubwa ya kujikwamua kiuchumi kwa kutumia hati zao hizi. Mwanamke, ni haki yako kumiliki ardhi, una fursa. Kwenye ardhi kuna fursa nyingi sana. Tunakabiliwa ndio na changamoto za kiuchumi. Mila zetu zinarekebishika taratibu, lakini bado tuna zile mila kandamizi ambazo kuna baadhi ya familia mpaka leo mwanamke haruhusiwi kumiliki ardhi.
lakini hiyo haituzuii wanawake. Fursa za kumiliki ardhi ziko nyingi. Sasa hivi kuna kama hizo tunasema kumiliki ardhi kwa pamoja. Una mwenza wako, miliki ardhi kwa pamoja. Jenga uchumi wako. Yaani mwanamke usitegemee tu kwamba mimi nitakwenda kwa fulani nitavikuta. Una fursa, una nguvu, tafuta, miliki ardhi, kwa sababu kwenye ardhi ndio kila kitu kinaanzia kwenye ardhi. Ardhi ndio mtaji wa kila kitu. Kwa wanawake, yaani tunatoa wito sana. Viwanja vipo, maeneo yapo, mashamba yapo. Na sasa hivi pia njia za kumiliki ardhi zimerahisishwa. Sasa hivi kuna mali unaenda viwanja unalipa kidogo kidogo unamiliki. Kwa njia za kumiliki ardhi ziko nyingi. Kwa wanawake tusibaki nyuma. Tujitahidi tumiliki ardhi. Na kwa ulimwengu wa sasa na tunakoelekea, mwanamke ana nafasi kubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo ni haki yake kwanza ni haki yake kumiliki ardhi, lakini pia kwa namna ulimwengu unavyoenda na namna tunavyoendelea kuishi, mwanamke anatakiwa kutambua kwamba kwanza yeye ni wa thamani. Yes, kwenye jamii ni wa thamani. Anatakiwa ana uwezo wa kumiliki chochote kile ambacho anataka kumiliki. Ule mfumo wa zamani ambao kwamba mwanamke hapaswi kusoma, mwanamke hapaswi kumiliki hiki, mwanamke hatakiwi kufanya hiki, angalau siku hizi vinapotea. Kwa mwanamke anatakiwa kufahamu kwamba kwanza ni wa thamani, ana uwezo wa kufanya chochote ambacho mwanaume anaweza kufanya, na akakifanya kwa namna ambayo inatambulika kwenye nchi yetu kulingana na sheria zetu pia. Lakini pia nitaendelea kuwapa niseme motisha au tuwape elimu kwamba wanawake tusio wanyonge. Tuko kwenye dhama ya kwamba tunaweza kufanya chochote kulingana na namna ambavyo tumejaliwa kufanya. Sisi ni wajasiri na tunaweza tukamiliki ardhi, tunaweza tukafanya vile ambavyo wanaume wanaweza wakavifanya. Kwa elimu tunaendelea kutoa kama hivi tulivyokuja tunaendelea kutoa elimu, lakini pia kuna baadhi ya clinics tumekuwa tunazifanya. Mwezi wa 3 wa pili tulifanya ardhi clinic ya wanawake na tukaendelea kuwapa elimu. Kwao wasiendelee kusita kuja maofisini kwetu kwa ajili ya kupata ushauri, lakini pia wasiendelee kusita kuuliza pale ambako wanataka kujua mambo ya ardhi. Sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia.